Ni siku ya Jumamosi asubuhi ya leo ambapo mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ninaamini kwamba hali yako si mbaya. Bado unamshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu amekuwa kimbilio kwako. Mungu amekuwa mwema kwako. Hii wiki ya kwanza ambapo tuliweza na kuona kwamba Mwenyezi Mungu ameweza na kutusaidia, ameweza na kutubariki, tukaweza na kuvuka mwaka salama. Basi asubuhi ya leo karibu sana wakati ambapo tunasema kwamba hakika Mungu bariki. Hii ni siku ya Jumamosi ya pili ya mwaka wa 2026. Kumshukuru tu Mungu, maana ni mwema kila wakati. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kunyunyiziwa hizo baraka kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake, sio mwingine bali ni Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni, Kangundo Pastoral, Machakos, Sabendikota. Nikitumai kwamba wewe uko tayari kabisa ili ukaweze na kupokea mengi ya baraka, mafundisho ambayo tunaenda kuletewa. Mungu kwa wakati mwema ambao ametupa ili tukaweze kusemesana neno la Mungu. Na siku ya leo ningelipenda tukatazame neno la Mungu katika kitabu cha Kutoka sura hiyo ya 15. Sura ya 15 na mstari ule wa 3. Ningelipenda tukatazame neno la Mungu katika kitabu cha Kutoka sura ya 15 na mstari wa 3. Neno la Mungu lasema, Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Makari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida yake wateule wamesama katika bahari ya Shamu. Mfalme, na kushukuru kwa ajili ya neno lako. Nena nasi, maana wewe hunena na watu wako wanaokusikiza. Bwana, wewe huwatia nguvu. Tutie nguvu mwaka huu tunapoendelea. Katika jina la Yesu Kristo taomba tukishukuru. Amina. Mpendwa msikilizaji, ningelipenda tena kukutia nguvu mwaka huu wa 2026. Nikwambie ya kwamba vita si vyako, vita ni vya Mungu. Vita si vyako, vita ni vya Mungu. Tunaona Mungu wetu akinena na wana wa Israeli tena walipokuwa wakiondoka katika nchi ya Misri. Na tunaona ya kwamba walipoanza safari yao, na hasa wakati huu ambapo wamefika katika Shamu, katika kutaka kuondoka ili wakaweze kuvuka na kuelekea ng'ambo ile ingine. Tunaona ya kwamba katika bahari hii ya Shamu, tunaona ya kwamba wana wa Israeli wanashikwa na uoga, maana wanaona Wamisri wakiwa wamewafata nyuma yao, na wanaanza kukaa maisha ya kuwa na uoga ndani ya maisha yao. Wanaanza kuhangaika na hata kulia. Wanaanza kutazama nyuma na kusahau kuendelea na mbele. Lakini Mungu wetu ananena nao akisema ya kwamba yeye ni Bwana wa vita. Mwaka huu wa 2026, wapendwa, usitazame nyuma kwa ajili ya kutazama maadui wako. Vile wanavyokuandama, vile walivyosema kuhusu maisha yao, vile nguvu walizo nazo. Lakini ningelipenda mwaka huu uamini ya kwamba vita si vyako, lakini vita ni vya Bwana wa majeshi, maana jina lake anaitwa mwenye vita. Kwa hivyo muachie vita kakupikanie, wacha kasimame katika nafasi yake. Tusije tukasimama katika nafasi ya Mungu, tusije tukachipikania, tusije tukawa watu ambao tunataka kujitetea. Tunaona mtumishi wa Mungu Ayubu katika kitabu cha Ayubu sura ile ya 19 na mstari ule wa
wa 25 ananena na akisema ya kwamba upande wake yeye anajua mtetezi wake yu hai, anajua mwenye vita yu hai, na atamtetea na atampikania. Mwaka huu wa 2026 wacha mwenye vita akawe ni Mungu wa majeshi, anayetenda makuu wacha akaweze kutenda. Usije ukachukua silaha mikononi mwako, usije ukaona kana kwamba una nguvu. Uwe ni nguvu ya mwili, iwe ni nguvu ya pesa, iwe ni nguvu ya elimu, wapendwa, haitakuokoa. Haina vita, lakini Mungu wetu atafanya vita kwa ajili ya wale ambao wanatuandama. Kaa ukijua ya kwamba mwenye vita, jina la Mungu wetu ni Bwana wa majeshi, atakupikania na atakushindania katika yote. Mtazamie yeye tu na ukatazame na mbele na ukaendelee na safari. Nyuma vita vina mwenyewe. Bwana akubariki unapojua ya kwamba yuko pale akakupikania na akakutetee. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba akakutendee mema. Muamini na utamuona. Bwana, ninakushukuru ni kwa ajili ya msikilizaji ambaye anayenisikia. Ameandamwa na maadui. Hata tunapoendelea na mwaka huu wa 2026, anaona maadui wakiwa nyuma yake. Lakini neno lako linasema ya kwamba wewe ndiye Bwana wa vita. Jina lako wewe ni wa vita. Kwa hivyo ukapikane na ukampikanie na ukasimame katika nafasi yake ili ukaweze kumtetea. Tenda mema na wacha ukatende, maana wewe ni Mungu mwenye vita na tumekuachia ukatupikanie. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amina. Mungu ni mwenye nguvu, mwaminifu na ana mpinzani. Ana mpinzani ni kusema kwamba hakuna mwingine kama yeye. Huku juu mbinguni, hata huku, yani huku ambapo tunakaa, ulimwengu, hakuna mwingine kama yeye. Hakuna mwenye nguvu kama yeye. Ana mpinzani. Tena tunapaswa kumtegemea, kumcha na kumwabudu kwa sababu mamlaka yote ni yake. Hatuna mtu mwingine, Mungu mwingine ambaye yuko na nguvu, ambaye anafaa kuabudiwa kama Mungu Muumba. Hakuna mwingine na hata waikuwa. Hivyo basi tuzidi na kumcha, tuzidi na kumwabudu, tuzidi na kumtumikia, tuzidi na kumtumainia kila wakati, maana Mungu wetu yuko na nguvu za kila aina. Mungu ni shujaa wa haki na mfalme wa juu. Mtumaini, muogope na mtukuze daima. Mtumaini, muogope, mtii kila wakati, kiamini na ukijua kwamba hakuna Mungu mwingine. Na kama hakuna Mungu mwingine na unaabudu huyo Mungu, si uamini kwamba katika huu ulimwengu hata nguvu za ufalme wa giza zikienjinua namna gani, shetani akikupangia yapi huu mwaka, uamini kwamba wewe huwa unamcha Mungu, unaabudu Mungu ambaye ana mpinzani, ambaye hakuna mwingine kama yeye, na huyo Mungu ni mweza wa yote. Upangiwe nini katika upande huo mwingine, katika hiyo huo ufalme mwingine wa giza, hautaweza na kufaulu, maana wewe huwa unamwabudu Mungu ambaye yuko na nguvu nyingi kabisa na hakuna mwingine kama yeye. Mtumaini huyo Mungu huu mwaka. Na uamini kwamba hata shetani akupangie nini, akupangie lipi, alitafaulu, maana wewe unamwabudu Mungu ambaye ana mpinzani, Mungu ambaye ni mkuu. Tumtukuze daima kwa sababu ya matendo yake, kwa sababu ya baraka zake, kwa sababu ya kutulinda, kwa sababu ya neema yake. Na huu mwaka kweli kabisa neema yake itatufunika na ataweza na kuendelea na kutubariki na mengi. Ataendelea na kutulinda kila wakati. Maana hata kama ni vita za aina gani, Mwenyezi Mungu anatupigania, maana yeye ni mwenye nguvu. Amini huyo Mungu ambaye unamtumikia kila wakati ni Mungu mwenye nguvu. Hakuna lolote ambalo huwa linamshinda.
hata shetani anjinue namna gani, yeye ana nguvu juu yako. Vita ni vyake, ataweza kukupigania, maana yeye hana mpinzani. Yeye ni mwenye nguvu. Yeye akinena, akitamka, ni hayo tu, ni hivyo tu, hakuna mwingine kama yeye. Mungu na atubariki. Hilo neno letutie nguvu. Hilo neno lizidi na kutuinua. Tuzidi na kujua kwamba tunaabudu Mungu ambaye ana mpinzani. Hakuna mwingine kama yeye. Siku ya leo kuna ndugu zetu, dada zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada. Ninawatakia ibada ya baraka. Mungu wa pamoja nanyi, Mungu abariki watumishi wote wa Mwenyezi Mungu ambao mtaweza na kuhudumia kanisa lake. Mungu wawe pamoja nanyi na roho wake akazidi na kuwatumia. Ni siku nyingine ambapo kuna kuanga na hafla tofauti. Wengine wanaweza kuwa wanalia wakisindikiza wapendwa wao kwa sababu waliweza na kuacha kwa njia ya kifo. Mungu watie moyo, Mungu watie nguvu, Mungu akawafariji, Mungu akawe pamoja nanyi akawapanguze machozi. Kuna wale ambao mnaweza kuwa na hafla tu za kusherehekea. Huwa ninawakumbusha kwamba mkaweze na kusherehekea na kufurahia kwa njia ambayo inaweza ikampendeza Mwenyezi Mungu. Mungu awe pamoja nasi, neema yake ikatutoshe. Bye bye.